Tukirejea hapa studioni, mtazamaji, hali ya ukame imekuwa ikidorora tangu mwezi Januari mwaka huu kufuatia ukosefu wa mvua ya vuli kati ya mwezi Oktoba na mwezi Disemba mwaka jana. Takriban watu milioni 3.3 kwa sasa wanakabiliwa na baa la njaa, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka na kufika milioni 3.6 kufikia mwezi Juni mwaka huu iwapo hatua za dharura hazitochukuliwa. Kutokana na hali hiyo, serikali imetoa shilingi bilioni 4.1 kupiga jeki juhudi za kukabiliana na ukame katika maeneo yaliyoathiriwa. Takwimu rasmi za serikali zinaashiria kuwa kaunti za Mandera, Wajir, Kwale na Kilifi ndizo zilizoathirika zaidi na ukame uliokolea, hali inayohitaji kushughulikiwa kwa dharura. Kaunti za Baringo, Garissa, Kajiado, Kitui, Lamu, Samburu, Taita Taveta, Tharaka Nithi, Isiolo, Turkana, Marsabit na Pokot Magharibi zimeorodheshwa katika kiwango cha tahadhari, huku hali ikizidi kudorora. Hali ya ukame pia inatishia kaunti zilizo nje ya maeneo kame humu nchini kama vile Embu, Nyeri na Meru. Kiwango cha utapiamlo kimeongezeka katika kipindi hiki na kuathiri zaidi ya watoto 810,000, wanawake 1,104 ambao ni wajawazito na wanaonyonyesha, pamoja na makundi mengine yenye mahitaji maalum. Ili kukabiliana na hali hii, serikali imetoa shilingi bilioni 4.1 kupiga jeki juhudi za kukabiliana na ukame katika maeneo yaliyoathiriwa. Hii shida ya njaa, shida ya kiangazi, mwaka nenda miaka rudi, dawa yake kamili ni kuhakikisha kwamba tunajenga dam, tunafanya irrigation, and Northern Kenya has the potential and capacity to contribute in the food security of our nation, and that is my plan. In total already, we are talking of in excess of 10 billion shillings that this administration has released and will continue releasing on a month-by-month basis until we get into full recovery. Ufadhili huu wa ziada utaongezewa kwa mgao wa mwezi Disemba mwaka jana na mwezi Januari mwaka huu, ambao ulitumika kusambaza chakula cha msaada, kuweka mikakati mwafaka na kutoa msaada usio wa chakula. Na huku idadi ya waathiriwa ikizidi kuongezeka, serikali inasisitiza kuwa inawajibika kikamilifu, ikitegemea mipango iliyojikita kwenye data, usambazaji endelevu wa chakula na uwekezaji wa kipindi kirefu katika miundo msingi ili kukabiliana na athari za ukame na kulinda maisha. The reason why I identified matters water harvesting, water storage, and irrigation as a primary food security intervention, and we want to bring 2.5 million acres under irrigation. Most of it will be here in Northern Kenya because you have the land, you have the rivers, and we are going to make sure that it happens here in Northern Kenya so that Northern Kenya can equally contribute to the food security of the nation. President Ruto, for the first time, has come up with a permanent solution to the drought situation by introducing the National Infrastructure Fund that is going to help us build enough dams to harvest enough water to put more land under irrigation. John Jacob Kuria, Darubini.